أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبه كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Kipindi anachokufa mwanadamu ambacho sisi twakiita ni kipindi cha kaburi, katika mustalah wa Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiita kipindi hiki ni alamul barzakh. Na katika darasa ya yana nilifahamisha kilugha maana ya neno barzakh, likiwa la maanisha fasil au hail, kitu kinachokingiwiza kati ya zitu ziwili au kitu kinachoepua kati ya zitu ziwili. Nikapiga mfano wa ule waya, ule mpira unaovishwa ule waya ukaweza kuepua kati ya zile nyaya mbili, phase na neutral, ili zisigusane. Ule waya unaopita katikati, ile ngozi ile inaitwa fasil, inaitwa barzakh. Pia tukapiga mfano katika Suratul Rahman, Mwenyezi Mungu alipotuambia marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tukataja ule mfano wa mai ya mto na mai ya bahari yanapokuja kukutana, lakini yasitangamane. Pale katikati Mwenyezi Mungu ameweka barzakh, ameweka kiziwizi na kinachopambanua baina ya mai mawili yale yasiingiliane. Sasa maisha haya ya kaburini mpaka kusikilia wakati wa kiyama na kufufuliwa watu, maisha yale Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameyamkua barzakh, alipotuambia wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, na nyuma yao wakona hiyo barzakh mpaka siku watakao kufufuliwa. Ni kwamba maisha yale yapambanua baina ya marhala mbili, marhala ya maisha ya ulimwengu na marhala ya akhira yenyewe kuanda. Bado mwanadamu anapokufa, tulinena yana, hapekwi moya kwa moya kwenye ulimwengu wa akhira. Sababu nyingi ndizishiria jana. Kwanza, ulimwengu wa akhira ni ulimwengu hatongia mmoja mmoja kama duniani. Duniani tumeona wengine hungia, wengine hutoka. Twaingia kwa mpangilio. Alianza Nabii Allahi Adama kaza na mkewe, wazazi wakafa, zijana huzaa kwa muda wa maelfu ya miaka ikiwa si zaidi. Mwanadamu aingia tadrijan katikati katika dunia, na wengine watoka. Lakini ulimwengu wa akhira hatoingia sampuli hii, hatoingia mmoja mmoja wala grupu.
Ulimwengu wa akhira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawafufua siku moja, wakati mmoja, binadamu wote aliowaumba kutoka mwanzo wa ulimwengu mpaka mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo tutaingia kwa jumla. Lau ilikuwa kila afao huenda akhira, ingelikuwa maingilio ya akhira ni kama maingilio ya dunia. Lakini sasa Mwenyezi Mungu ameiweka barzakh pa kungojana. Maisha ya kaburini yameitwa barzakh kwa sababu yapambanua baina ulimwengu na dunia na akhira, na yatusubirisha tuliotangulia tuongoje watakaokuya, tuungane, ndiyo siku ikija mahshar watu wafufuliwe kwa wote. Pia yana nikaeleza mili yataka kutayarishwa kwenda kwenye ulimwengu wa akhira, kwa sababu ulimwengu wa akhira ni ulimwengu utakuwa unahukumiwa na kanuni tofauti na kanuni zinazohukumu ulimwengu wa dunia. Kama vile kanuni zinazomhukumu kijana matumboni kwa mamake ni tofauti na kanuni zinaohukumu ulimwengu wa nje ya tumbo la mamake. Ule kijana anapoketi miezi 9 pale kwenye tumbo la mamake, akatayarishwa mpaka akawa tayari sasa, akitoka aweza kuvuta oxygen kwa pua yake, aweza kula kupitia mdomo wake, wa ila anavyoishi katika matumbo ya mamake, namna anavokula, namna anavohema na mpaka mwisho ahukumiwa na kanuni tofauti kijana yule. Kwa hivyo na ulimwengu wa akhira pia kuna baadhi ya kanuni ziko tofauti. Hakuna kuzeeka, hakuna. Sasa hii miili yataka kutayarishwa kuingia katika kanuni zile. Sasa ulimwengu wa barzakh ni ulimwengu wa kututayarisha kwenda katika ulimwengu ule kwanza au pili, tukiongezana lile kuingizwa kwa pamoja. 3, jana niliwaambia kuna nadharia 2 takuja kuzijadili. Nadharia ya kwanza ni kwamba pepo na moto zishaumbwa. Wasema naam, zishaumbwa. Na wana maulama wenye rai hii, toban haya hayatutoi kwenye dini wala hayatutoi kwenye dini, ni zitu ziko open kwa discussion, si masala ya Mungu wala mtumi. Zitu hizi wasema ni hasba, kwa sababu ni ulimwengu hatuyaenda, hatujajua kuko vipi. Baadhi ya wanazuoni wana dalili wazitegemea, wanena pepo na moto ushaumbwa, zishaumbwa. Moja mathalan wakwambia mtume alipokwenda Miaraji aliiona pepo, akauona moto wa Jahannam, na wanao baadhi ya mifano kutoa na baadhi ya aya. Takuya wakati wake, siku nataka tu mahala mimi kupafikia. Kuna na baadhi ya wanazuoni wasema la, pepo na moto bado hazijaumbwa, na hawa wategemea habari hizi. Kwanza wasema lau pepo na moto Mwenyezi Mungu ashaziumba tayari, sasa hivi itabidi siku ya kiyama zipotee kisha zirudi ziumbwe tena, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuambia hakuna kitakachokubaki siku ya kiyama ila yeye peke yake. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Sasa itakuwa kuumbwa, zitoweshwe, zirudi ziumbwe tena ni bila faida, na Mwenyezi Mungu hafanyi mambo bila ya faida. Sababu hazina kazi, zitakuwa sasa yao zimeumbwa, kazi yake ni yaumul qiyama. Sasa ni mujarrad wa kuziumba, azivunde, arudi aziumbe tena. Hii ni nukta ya kwanza. Ukiwaambia na ile alokwenda kuiona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam katika Miraji, wakwambia Mtume katika Miraji alikuweko katika ulimwengu wa kuoneshwa zitu kisigns. Kwa hivyo alioneshwa picha ya moto na picha ya pepo, yani Mwenyezi Mungu alimuonesha mfano wa pepo itakuwa vipi. Hiyo pepo niloiandalia itakuwa hivi, lakini haikuwa ni pepo yenyewe. Ona mjadala mrefu. Pili, hawa wanena pepo na moto haijaumbwa kwa sababu hunu ulimwengu tunauishi, hunu ndio pepo, ndio nini, ndio moto. Yani Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atazivunda hizi. Kwa zile sasa zielezwazo tutakuja kueleza kiyama kisimama,
bahari itawaka moto. Bali yatapeperuka, nyota zitapuputika, jua litazimika, na ni kwamba nidhamu ya ulimwengu itavundwa, kama nilivyowaambia jana, zitatanduliwa, zitandikwe upya. Yauma tubaddalu al-ardhu ghaira al-ardhi was-samawati, siku itakapokubadilishwa ardhi hii isiwe ni ardhi hii muiwao, na mbingu hizi zisiwe ni mbingu hizi, zirudishwe upya. Hapo ndipo kutakapokurudi kupangwa upya, kutakuwa sasa kuna pepo, kuna na moto. Mijadala mirefu. Sasa ikisihi nadharia hii ya pili, tunaweza kufahamu falsafa ya barzakh, kwa sababu ikiwa lao kila afao apekwa huko, atakapokupekwa hakuyatengenezwa. Kwa hivyo ni kuketishwa pale, ni transit kwa lugha za kieo, kungoja tukamilike ndio ulimwengu uanze upya. Ala kulli hali, hayo ni mambo marefu, yatakuya mengine mahala pake. Suala, hakuna shaka kwamba kuna ulimwengu wa barzakh kwa nasi ya Qur'an, na hakuna shaka kuna mambo mingi ya Kiislamu yamezungumzwa kuhusu ulimwengu ule, ingawa Qur'ani haikufafanua sana. Qur'ani katika masala ya kaburi na barzakh pengine imeshiria kwa aya 3-4 tu. Thumma amatahu fa aqbara, kisha akamfisha na akamtia kaburini. Au hii ni wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, suratul Mu'minun, hii aya 100. Basi huwezi kupata zaidi ya aya 2-3 kama hizi. Lakini uishi vipi, uko vipi, hamna. Kwenye Qur'ani haikufafanua. Zaidi ni hadithi kiasi fulani zimetukua hatua zaidi ya Qur'ani na zikaja zikaeleza mambo mingi. Kwanza wanazuoni wametupa suala kwamba mtu akishakufa ruhu yake huepukana na mwili wake, mwili ukawa kando, lakini ruhu inapoepukana haifi ruhu, wala haikosi kutambua na kuhisi. Ingawa kuna baadhi ya mambo ruhu haiwezi kufanya kazi mpaka kupitia mwili. Ruhu yabaki katika kuishi, yahisi, yatambua, ingawa kuna baadhi ya mambo ruhu haiwezi kufanya mpaka ipitie nini? Ipitie mwili. Na Qur'ani imethibitisha kwamba kuna baadhi ya watu baada ya kufa waendelea kuishi, bali waendelea hata kupata starehe fulani ambazo pengine zitakuwa ni ugumu kuweza kustasawar katika akili yetu, kama mfano mashahidi. Qur'ani yatuambia wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal
ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun. Asema wala musidhani, isiwapite katika khatiri yenu, musifikirie kabisa, ni fikira mbovu hizo. Ukiwa mtafikiria hivyo, musifikirie kabisa eti kuwa wale walouawa katika ndia ya Mwenyezi Mungu katika jihadi hao ni maiti. Hao hawakufa. Wafieo mara nyingi ni wale walioko hai. Hawa hawakufa. Mwenyezi Mungu atuambia musifikirie kabisa, bal ahyaun, wako hai, inda rabbihim, kwa Mola wao, yurzaqun, na waruzukiwa, wastareheshwa. Tena farihina, wako na furaha kweli, bima atahumullahu, kwa yale alowapa Mwenyezi Mungu katika makao yao yale ya makaburini. Bima atahumullahu min fadlih, fadla zake. Na baada ya kufurahi kwao, wayastabshiruna, na huwa wakituambia sisi laiti tuna masikio ya kuwasikia. Wakituambia sisi yale mambo tu yaonao dharubu ya kuuawa, ya kupigwa bunduki, wao huwa wakituambia raha ni nyingi sana ba, wakitutamania na sisi tupite ndia ile. Wanapokwenda wakayaona yale mambo yalivyo mazuri, huwa wakitoa bishara, kama ule Habiba aitwao katika suratu Yasin, ule wale kaumu katika Bani Israila, Mwenyezi Mungu aliwapekea mtumi wa kwanza wakamkataa, akawapekea mtumi wa pili akawaongezea wakakataa, akaongeza watatu, fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun, kaambia sisi ni mitumi. Wale watu wakakataa kuwafuata, kama nyinyi mmetanusi. Kukatoka bwana mmoja kutoka mbali, wanazuoni wasema ni Habibun an-Najjar, wajaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a, akaja katika kutoka upambizoni mwa mihoko, mitaa ya mbali, rajulun, mtu, yas'a, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin, awambia jamaa hawa ni mitumi wafuateni. Yani akasimama kuwatetea wale mitumi watatu. Qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kisha yeye mwenyewe akatangaza imani yake akinena, wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un, kwa nini mimi nisimwabudu Mungu ambaye ameniumba mimi na kwake ndio nitarudishwa. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni arrahmanu bidhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wala yunqidhun, mimi nitukue kwa Mwenyezi Mungu washirika, nende nikaabudu wengine ambao nikipatikana na tatizo hawawezi kunisaidia chochote, wala shafaa yao haiwezi kunisaidia, wala hawawezi kunikomboa. Akenda mpaka akafa. Ile Qur'ani yamueleza Habibu kwa urefu sana, mpaka akafa, au aliuawa na wale jamaa, walimpiga wakamuua. Alipokuwa yuwafa sasa, Mwenyezi Mungu amteremshia aya hii, au amteremshia malaika, amwambia qila dukhulil janna. Hii pia mtu aweza kunena pepo imeze kuumbwa. Kwa nini ule baada ya kuuawa moja kwa moja alipekwa peponi? Qila dukhulil janna, alipokufa tu akaambiwa haya, nenda zako peponi. Hataki kuingia peponi, mwanzo kanena qala ya laita qaumi ya'lamun. Ndio hii ni wayastabshiruna, natamani watu wangu wayue kwamba kuna mambo mazuri sampuli hii huko. Ya laita qaumi ya'lamun, natamani kaumu zangu wangeyua, bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin, amenisamehe na amenijalia mimi ni katika wale wenye kukirimiwa wakia huku. Sasa huyu atoa bishara kwa watu ambao hawakwenda, lakini hatumsikii. Majamaa, ndoni huku hali ni hii, fanyani ndia hii, fuatani haya. Taban pepo hii inaozungumzwa hapa si pepo ile. Hii ni ile alituambia Mtumi kwamba kaburi imma hufratun min hufarin nar wa imma rawdatun
min riyadhil janna. Kaburi ima ni shimo katika mashimo ya moto au ni bustani katika mabustani ya pepo. Ni pepo ya barzakh anaoizungumza huyu, ni raha za barzakh, si pepo ambayo waila pepo watu mpaka wahisabiwe wafufuliwe watu wote ndio kutagawanywa watu wa kwenda. Hatiwi mtu peponi siku ile ile ya kufa. Pepo anaokwenda ya kaburi. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Usinene kuambia wale wanaouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni maiti, wale wako hai, lakini nyinyi hamutambui. Nyinyi hamutambui. Kidogo hapa napenda tusimame katika zita za Badr ambazo zilipiganwa mwezi huu wa Ramadhani tarehe 17 iliyopita. Kulingana na hii mada na istishhadi nataka kuitukua pale zita za Badr. Hii iko katika zitabu za tarikhi za kila pande. Baada ya Mwenyezi Mungu kumruzuku Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Waislamu waliokuwa kikundi kichache ushindi wa kihistoria, kwa sababu ushindi wa Badri ilikuwa siku ile ni ima Uislamu maa salam ama ndio uweze kubaki paka leo. Na ndio paka Mtume akamwambia Mwenyezi Mungu, Mola, intuhliki hadhihi al-isaba, ikiwa utakiangamiza kikundi hiki leo, sababu tulioko sisi tu hapa. Huanda sasa Uislamu uko mlezini, yani ni kumuua mwana mlezini. Ikiwa utakiangamiza kikundi hiki, basi hakikisha utoabudiwa katika dunia hii. Ikiwa mimi Mtume nitakwenda na watu watakwenda, nani atafikisha tena ujumbe? Na hakuna tena Mtume baada yake. Mwenyezi Mungu akaita malaika wake, wakauawa wale mabwanyenye wakubwa walokuwa wakimtoa ruhu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakimtesa, na walikuwa ndio wakihatarisha Uislamu. Wakubwa wakauawa. Sasa baada ya zita zimemalizika, Mtume aliamrisha kufukuliwe shimo, watiwe wale katika wale mushrikina, wale maiti, yani wazikwe. Walipokuwa wazikwa, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisimama mbele ya lile shimo walozikwa, akawa anena maneno haya: ya ahla alqalib. Neno qalib ni kama kusema shimo. Ya ahla alqalib, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, mmeyapata yale aloahidi Mungu, yale nilokiwaambia? Wale washaingia kwenye nini? Barzakh. Awaambia, mumeyapata yale niloahidi kwamba tukishakufa tutakwenda kukutana nayo? Fa inni, kisha akawaambia, kwa sababu mimi wajadtu ma wa'adani, mimi aloniahidi Mungu nishayapata. Mungu ameniahidi leo nitapata ushindi, na ushindi nimeupata. Haka, je, na nyinyi yale nilowaambia mtakwenda kukutana nayo mmeyapata? Masahaba wakamuonea ajabu, wakamuuliza, wa hal yasmauna ya Rasulullah, wewe mbona wazungumza na maiti? Kwani wao wakusikia hao? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, nyinyi hamusikii nayonena zaidi wanavyonisikia wao. Wao sasa hivi wanisikia vizuri sana sasa hivi, hata nyinyi bado hamuyanisikia vizuri mimi nayowaambia. Mkilinganishwa nyinyi mnavyonisikia mlioko hai, Mtume awaambia, na hawa walioko shimoni, hawa ni asma'a minkum, wanisikia uzuri zaidi kuliko nyinyi. Asma'a lima aqulu min, lakini tofauti yao na nyinyi ni moja tu, walakin la yujibu, hawana uwezo wa kujibu. Wasikia, na lao walikuwa wana uwezo wangelinijibu wakanambia, naam wajadna ma wa'adana Allahu haqqa,
tumepata yale aliyotuahidi Mwenyezi Mungu. Hii yathibitisha maisha ya barzakh. Hii hadithi yathibitisha maisha ya barzakh, na mtume azungumza na wale makafiri na athibitisha kwamba wasikia na awasiliana nao. Hii ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, turudi katika baadhi ya zita pia za Amirul Mu'minin, yuwarudi Madina. Kama nilivyowaambia yuzi, ukiwa utaingia kwa upande wa Shela utaanza na maziara, ukiingia kwa upande wa kule utapitia nini? Maziara. Sasa katika mlango wa kuingilia Madina walipita kwenye makaburi, au ni Kufa, ima ni moyo wa Kufa Iraq ama ni Madina. Imam Ali akasimama kwenye yale makaburi, wafuasi wake wote wakasimama, wakawa mwangalia afanya nini. Aliposimama akawa yuwazungumza na yale makaburi yote yaliyoko pale, awaambia, antum lana fartun sabiq, nyinyi ni akiba yetu mliotangulia, wa nahnu lakum tabi'un lahiq, na sisi ni wafuasi wenu twawafuatilia, twaja nyuma yani. Amma dur, ama majumba yenu huku, faqad sukinat, yashakaliwa. Wa amma al-azwaj, ama wake zenu, faqad nukihat, washaolewa. Wa amma al-amwal, ama mali yenu, faqad qusimat, yashapigwa mafungu. Hadha khabaru ma indana, hii ndio habari tulionayo sisi. Fama khabaru ma indakum, hatuambia na nyinyi huko kuna nini? Imam Ali awaambia, habari nilionazo mimi kuhusu mambo yenu huku ni hizi: majumba mloyajenga yameketiwa, mali mmezoyawata yamepigwa nini? Mafungu, pengine na wengine huteta huko, na wake wazuri mlokuwa nao jamaa wameze kuwafanya nini? Wameze kuoa, na pengine baada ya miezi miwili mwanamke raha zimemkolea, amekusahau kamwe. Sawa mpaka hapa? Hii ndio habari nilionayo mimi. Mama aliwaambia na wapa ya huku, yenu huko tuambie na nyinyi huko kuna nini? Sahaba zake wakamwambia, mbona wazungumza na watu wamekufa? Imam Ali faltafata ila ashabihi, akawazungukia ashabi zake, waqala, amma law udhina lahum fil kalam, wasikia hawa hawawezi tu kunena, na lau walipoa ruhusa ya kunena, la akhbarukum, wallahi na hakika wangewapa habari, wakewaambia, huku mzigo peke yake fanyeni bidii muwe nao, inna khaira zadi attaqwa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Peke yake mzigo utakao kuwanufaisha, si wake, si mali, si majumba, si jaha, si cheo, si kila kitu. Inna khaira zadi, mzigo bora. Zadi ni kile atukuacho msafiri ambacho akiona ni muhimu kukitokea la kutokea. Zadu safar, kama safari za leo zimekuwa rahisi na umekuwa kila upitapo upata uchele, lakini zamani utakuta watu kisafiri, kumeze kupikwa, kumetiwa kijalubani na nini, mpaka pengine mtu usafiri ni muhimu, sindano itukuliwe, uzi tukua, pengine kifungo chaweza kukatika. Zile ndio zile zadi. Sasa wale Imam Ali asema, lau walipoa nafasi ya kuzungumza na nyinyi, wallahi wangewapa habari, mizigo yote iliyoko duniani haifali neno huku, muhimu tukuwa ni nini? Takwa. Sababu takwa peke yake ndio itakao kuwalinda. Haya yote yatuthibitishia sisi aya za Qur'ani, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Aya ya suratu Yasin ya Habibu Najjar alipoambiwa, qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun. Riwaya ya bwana mtumi sallallahu alayhi wasallam ya Badri alipozungumza na wale, na riwaya yake pia anaponena, alqabru imma rawdhatun min riyadhil janna au hufratun min hufarin nar. Kaburi ima ni bustani katika mabustani ya pepo, ama ni shimo katika mashimo ya moto. Na maneno ya Imam Ali haya yote yatuthibitishia sisi, na nikitaka kuzikusanya hadithi nyingi kuzieta, lakini natoa tu kama mfano. Zimekusanywa, ziko kwa mamia hadithi zinazozungumza maisha ya barzakh.
Haya tuthibitishia hapa. Kwa hivyo maisha ya barzak ni hakika ya kidini na isopingwa na akili. Akili haikatai maisha haya, baada ya kuthibitishwa katika falsafa kwamba ruhu ya mwanadamu iko yajitegemea na mwili na yaweza kufanya kazi bila ya mwili, na imada ndefu tukitaka kuingia, lakini wana filosofi wameithibitisha, na dalili leo ni wewe unapoota. Kwa mfano tu, wewe umelala ukaota, ukasafiri, ukakimbia, ukapanda minazi, ukapanda punda, ukaenda kila mahali, na mwili wako uko wapi? Uko pale pale kwenye kitanda. Ukaona ya raha ukafurahika, ukaona ya kutekesha ukateka, ukaona ya kuudhi ukaudhika, ukaona ya kutisha ukatishika na ukakimbia na ukababaika, na pengine ukishtuka usindizini ukaiona bershiti imekuwa mai kwa zile dharubu ulizokula katika ndoto. Hizi zote ni dalili za kuthibitisha kwamba hii ruhu ya mwanadamu yaweza kiasi fulani, na katika kufa jamanini ni kama, katika kulala kama kufa, ni sampuli ya kufa, ni sampuli fulani ya kufa. Hata Mwenyezi Mungu ametaja kwenye Qur'ani kwamba kulala nkufa. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, wallati lam tamut fi manamiha. Mwenyezi Mungu azifisha ruhu wakati wa kufa, na zile ambazo hazikufa wakati wa kulala, kwa sababu ulipolala ilikuwa umepata asilimia kubwa ya mauti. Mwenyezi Mungu tuhirudisha kisha ile roho, sababu huwa kuna sampuli fulani ya infisal, ya kupambanuka ile ruhu na nini na mwili, na ikatembea ikajaribu kutukua step ruhu peke yake. Utanambia, lakini ustadhi, mimi nikiota huota na mwili, sioti ruhu peke yake. Sawa, mpaka hapa utaota ule mwili wako, kweli utaota na mwili, kwa sababu ruhu haiwezi kufanya mambo yale bila ya mwili. Lakini kwa hakika mwili wako uko pale pale. Tukija leo katika masala ya tahdhirul arwah, leo kuna elimu mbali na msimamo wa dini jamani. Kuna zitu mimi nazitoa kama mfano, na nataka kuthibitisha fikra muayyan ya kielimu. Ile mifano yaweza kuwa sawa au si sawa, ni masala mbali, lakini leo iko fikra ya kuhudhurisha ruhu ya mtu. Sijui mimi mfano vipi wallahi zitu kama hizi, lakini kuna watu ni wataalamu wa zitu kama hizi, na yawezekana sasa hivi akawasiliana na wewe kwa masafa pengine ya kilomita 1000 mpaka 2000 na mpaka kwa 5 huko, akaihudhurisha ruhu yako na akakupa habari na ukaipokea. Wako watu namna hiyo kufanya mambo haya, bali kuna baadhi ya watu wanena hata wewe binafsi, ikiwa una mtu mathalan mumeshikana sana, marafiki, ni ndugu, ni mke na mume, lau muko kando, ukaweza ukaketi peke ukafikiri, ukahudhurisha katika fikra yako, ukamhudhurisha yeye moja kwa moja, kisha ukamwambia usisahau kufanya kitu fulani mathalan, wasema atashtuka pale pale, yani kitamgonga kitu tu akumbuke kitu kile. Yeye ataka tarbia ya kuweza kuiwasilisha ruhu kwa ruhu. Na haya ndiyo yale mambo pia leo yanaotuhumiwa mpaka na ma-CID na special branch katika masala ya at-tanwimul maghnatisi wanavyoita Kiarabu, hypnotism. Hypnotism akueta mtu mtaalamu akulalisha, akikulalisha si maana kulalisha usindizi kwamba atakutumbuiza hoa ulale, kama kijana kitoto. Akulalisha bila kutaka, yani bora umkubali kumfuata tu katika yale mambo, kwa ni kuangaliana, akwambie neno unene, mulikariri pamoja mpaka atakulalisha. Akikulalisha ataulalisha mwili, yani ataiepua ruhu na mwili, kisha atadili na ruhu yako. Na akisha kuiepua pale,
ile ruhu na mwili kiasi fulani, toba nataka tuelewane vizuri, huwa ako katika kukuswarifu anavyotaka yeye, sivyo unavyotaka yeye, lakini huwezi kunena urongo. Na mtu akiweza kufanyiwa ile hypnotism, aulizwa halo, atanena la kweli, nilifanya. Mbali na hapo, wasema aweza kukupa karatasi akakukinaisha nchapati, akakupa na kebela mai akakukinaisha ni mtuzi ama ni kima, nyama ya kima, na ukala karatasi zile na nini ile. Sitaki kutoka kwenye mada hii, nataka kuja wasokuwa Waislamu pia waamini zitu hizi ziko. Nataka tu mimi kuwatukua waje waone kwamba maisha ya barzakh si maisha yanaokataliwa na nini, na akili, baada ya kuamini hii ruhu ya mwanadamu ina uwezo wa kutembea peke yake na ya kufanya mambo mingi bila ya kutegemea huu mwili. Kwa hivyo wanazuoni wote wa Kiislamu wa madhahabi yote wakubaliana kwamba maisha ya kaburini ni haki. Sisi tukihesabu twanena Allahu Rabbi, tukaja mpaka tukafika wa anna alqabra haqqun, sawa, wa anna albarzakha haqqun, wa anna aljannata haqqun, wa anna an-nara haqqun, wa anna as-su'ala fil qabri haqqun. Zitu zimethibiti kwa kiitikadi, lakini shida ya ulimwengu wa barzakh, baada ya kuuthibitisha uko na akili kutokataa kuweko maisha ya sampuli hii ya kiruhu mbali na mwili, kuna tabu sana kuyaelewa tafasili ya maisha yale yako vipi pale ndani, na wanazuoni wamekhtalifiana hapo. Baada ya kukubaliana wote kwamba maisha ya kaburi yako, lakini ni vipi? Kuna wengine wanaonena kwamba ruhu itarudishwa katika mwili ule ule na aishi kwa mwili ule katika maisha yale, ambayo ni rai dhaifa, haikubaliani na baadhi ya adilla. Kuna wengine wanena la, ni maisha ya kiruhu peke yake. Kuna wengine wanena la, ni maisha ya kiruhu ambayo yatapoa mwili sio ule wako wa kimaterial moja kwa moja, ni mwili wa kinurani, mwili mwepesi, ambao ni masala marefu ya kifalsafa yanataka kuingia, ambao uko karibu na ruhu, kwa maana hauko katika ulimwengu wa kimateria, lakini ni mwili ambao waweza kuifanya ruhu iweze kupokea starehe ama iweze kupokea adhabu, ili litimu neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na neno la Mtume. Katika maisha yale ya kaburini kuna mambo matatu nataka kuyajadili. Jambo la kwanza ni masala ya suala. Baada tu ya kuzikwa, kuna malaika wawili, naye ni Munkar na Nakir, na hizi ni itikadi ambazo ni lazima tuzikubali kwa sababu ya dalili nyingi ambazo zimekuja kuthibitisha kwamba watakuja wenye kuuliza hawa wawili. Al-Imamu Sadiq alayhi salam atuambia, man ankara thalathata ashya falaysa min shi'atina, atakaye kukanusha mambo matatu hoyo haisabiwi katika wafuasi wetu. Al-Mi'raj walmusaala fil qabr washafaa. Mi'raji, kuulizwa katika kaburi, na shafaa ya siku ya Kiyama. Al-Imam Sadiq atuambia, atakaye kukanusha moja katika haya matatu hoyo falaysa min shi'atina, kwa sababu ni masala yamethubutu kwa dalili za kukata, si masala
ya kubahatisha. Lakini suala ni hili, hawa malaika watatuuliza kuhusu nini? Na je, ni watu wote wataulizwa? Ama kuhusu kitakachokuulizwa, ukizifuatilia hadithi, na mimi siwezi kuwahesabia hadithi baada ya hadithi, tutabadilisha, tutakuwa darasa la kusoma hadithi, lakini mtu aweza kuzirudia katika zitabu, atazipata situ kama hizi. Watamuuliza kuhusu misingi ya dini, misingi ya imani, na ndio zile tunazojua. Watakuuliza kuhusu Mungu wako, kuhusu mtumi wako, zile zitu ambazo kwamba twaziita ni usuluddin, zile zitu ambazo twaziita ni arkanul iman, nguzo za imani, misingi ya dini. Yale ndio masuala tutakao kuulizwa. Ama ni watu wote wataulizwa? Riwaya zimenyamaa, na kuna baadhi ya hadithi zasema watakao kuulizwa ni grupu mbili, grupu ya tatu haiulizwi. Mewagawanya watu grupu tatu, baadhi ya hadithi. Haya maneno jamani, napenda yanukuliwe vizuri sana, na zaweza kuwa kuna zitu tunazozungumza leo, zingine zaweza kuwa ni zipia na sisi, kwa hivyo zitukuliwe kwa zipimo. Yawagawanya watu grupu tatu. Kuna grupu ya kwanza yanena man mahadhahumullahu fil iman, grupu ya kwanza. Grupu ya pili yawaita man mahadhahumullahu fil kufr. Grupu ya tatu yawaita ni wale wasoitambua, wasoelewa. Yani kuna watu cream ya imani, ndio mahadh. Mahadh ni kitu safi, cream ya imani. Yani hao ni wale kilele katika muumini, hao wataulizwa. Kuna na watu ni cream ya ukafiri na uovu, hawa wataulizwa. Ama ile grupu ya tatu hawajui walipo wala wendapo wala watokapo, baadhi ya riwaya yasema hawa watapuzwa katika barzakh. Baadhi za riwaya zasema hawa watapuzwa katika barzakh. Baadhi ya hadithi nyingine hazitafautishi magrupu haya matatu, zasema watu wote watafanywa nini? Wataulizwa. Baadhi ya hadithi nyingine, na hii yataka utafiti kiasi kikubwa kuweza kutoka na msimamo ni upi, ni wote watu wataulizwa au ni baadhi. Baadhi ya riwayati yasema hatutaulizwa tu misingi ya dini, tutaulizwa mpaka maisha yetu tuliyatekeleza vipi na kila tulicho nacho. Watu wengine hukwambia sikutwalii. Masala si ya kutwalii. Mimi nitaka kuwapa testi moja, kila mmoja ajifanyie. Panga uote, panga uote, kisha panga ukiota, utakuwa kama ule bwana aliokota senti. Zile senti ukiziokota uziweke mahala fulani, litwali mpaka uchoki. Sawa mpaka hapa? Kisha lala. Kisha wakati ule ukiota, waweza kukumbuka yale ulioyapanga wakati kabla huyaota? Kwa sababu pale ruhu inapotembea peke yake, yatembea ikiwa katika ulimwengu mwingine, na haisaidiwi na kitu katika mipangilio ulioipanga ukiwa uengeze. Tujitesti katika ndoto tu. Fikra zilioko kabla ya kuota hazisaidii chochote baada ya kuota. Kumwona mtu amefukuzwa wakati wa kuota na amekosa khila kila sampuli. Uinua guu huendri mbio, yaota sura wenda mbio huendri na ule uyao tu. Kwambia ni huwa umelala umekunda maguu. Watu nene yao, sio hivyo. Tunena ukilala ukikunda maguu, ukiota ufukuzwa huwa huna mbio. Ala kule hali, fanya bidii ukiota ufungue maguu, ikumbushe unyoshe nini?
unyoshe maguu? Utaweza? Sasa masala yako sampuli hii, masala ni ile ruhu yako sasa pale vile ilivyo. Ni muumini utajibu, ni mtu mwema utajibu, ni matatizo zitatatiana. Twalii ufanye nini? Hata talqini, mbali na mijadala iliyoko kati ya kwamba talqini hufaa au haifai, mbali na masala haya, tunene talqini hufaa, ambao mimi ndio imani yangu. Sawa mpaka hapa? Talqini hufaa. Tena kwa madhahabi yetu talqini husomwa mbili. Kuna moya husomwa ndani ya kaburi kabla hajafinikwa ubao, kuna na moya husomwa nde baada ya kufusiwa. Na talqini fupi humsomea pale, ushamweka katika lahdi maiti, hata huyaweka ubao. Kuna maneno kama mistari miwili na nusu, dua iko katika Mafatihul Jinan, huwa ukimwambia ule kimtamsha shahada. Talqini haimaanishi kwamba mtu awe muovu, sura ataka kuwa muovu ati siku ile kisha kumwambia wakikuilia malaika wawili na wakakuuliza man rabbuka wama kadha faqul lahuma, unawaambie usibabaike, usiwe na hofu, kuwa na confidence, wajibu Allahu rabbi sijui nini. Haimaanishi kwamba wewe umtwaliisha pale, ukiondoka atatwalia. Kila mtu kwa amali yake, lakini yale mambo tumeambiwa tufanye na yamethubutu na twayafanya. Yamsaidia maiti hayamsaidii, hayo ni masala mbali. Wa ila pia tusimswalieni ikiwa si mwema. Maana watu wengi hukuuliza maswala haya. Sasa wamswalia ikiwa si mwema, wapoteza wakati gani wenu kumswalia? Tupeni tu kwenye shimo. Sio mpaka hapa. Wajua tukifungua milango ya kwenda kwenye philosophy kwamba ati talqini tamfaa nini maiti na swala yamfaa nini? Swala yamfaa nini? Ako mtu atasubutu kunena tuswali? Nani alokuambia ile swala ya ule maiti? Unakwambia zile ni vitu tumeamrishwa na Uislamu tufanye kwa ndugu yetu akifa, awe mwema, awe muovu, awe motoni, awe wapi, tumswalie. Katika ile swala tumuombea dua, yamfaa nini dua ile kama ni muovu? Kwa hivyo katika kumzika tumeambiwa tusome talqini. Ile talqini yaweza kuwa ni darasa kwa wale wanaohudhuria kuzika kuliko kuwa ni mafundisho kwa ule aliyezikwa. Kwa mara nyingi sisi huenda kwenye kuzika kwa falsafa, twenda kumsaidia ule maiti katika hali pengine hatujui wa kusaidiwa sisi. Wa kusaidiwa sisi. Tuhudhurie ile hali ya mauti. Tumwangalie mwenzetu utiwa kaburini, ufunikwa ubao huyo. Na mimi siku yangu itafanya nini? Itasikilia. Yale ni masala Mungu ataka tushiriki, tuyaone, tusikie yale maneno ya neno. Yale maneno ya kineno kwamba kutakuya munkar, kutakuya na nakir, na atakuuliza yale yatulenga sisi tulioko hai kabla ya yule aliyokufa. Kwamba je, mmetararisha na safari hii? Na sikutwalii maswala haya, ni kufanya mambo mema. Ukiwa mtu mzuri ukiingia utayapita tu maswali kama haya. Kwa hivyo ndugu zangu, masala ya kuulizwa kaburini ni masala yamethubutu, na ni masala ambayo yamaanisha itikadi katika itikadi za Kiislamu katika maisha ya kaburi ya barzakh. Tufai kuyakiuka. Na hapa nitasimama. Kesho nilikuwa nimebakisha nukta mbili kuhusu masala ya zituko za kaburi na mbano wa kaburi, na vipi twaweza kujisaidia sisi wenyewe na hata kuwasaidia tulowazika katika zituko zile, hususa katika usiku wa kwanza. Na mwisho nitamaliza katika nukta hii kama nilivyowaambia jana. Je, aliyekufa pale kaburini aweza kusaidika na chochote cha kutoka aliyoko kwenye hai au hawezi kusaidika? Haya nitayamaliza kesho, Mungu akitupa uhai na uzima. Kuna maswali nilietewa yana na hiyo kumekuya mengine, nafikiri tutaanza kuyajibu taratibu. Swala kwanza, huyu ameniuliza mwanadamu hujuaje kama amekufa?
Bila shaka twazungumza ulimwengu hatuyenda, na alokwenda harudi, angalau wakatuelezea mambo yako iye. Kama nilivyonena, twazungumza ulimwengu kama ndoto, na nikinena kama ndoto nifahamike vizuri sana, ni mambo yana hakika, lakini ni mambo mpaka akili yetu yashindwa mara nyingine kufanya nini, utasawar. Lakini bila shaka ajua anayekufa kwamba yeye amekufa, sababu ikiwa maana ya kufa ni ruhu tu kuondoka kwenye kile kiwiliwili, bali kuna baadhi ya hadithi nitakuja kuzisoma beni kwamba hususa siku za kwanza za mtu kufa, ruhu yake huwa yazunguka sana pale nyumbani, hususa ikiwa ni mtu ana taalluq na familia yake, ana taalluq na zijana, ameata nini. Kuna baadhi za riwaya za sheria kwamba ile ruhu huwa ikizunguka pale. Sitaki kwenda kwenye itikadi za kijahilia. Ukirudi katika itikadi za Waarabu kabla ya Uislamu, walikuwa wanao imani kwamba mtu akifa ile ruhu yake, ikiwa ni mtu mwema, sijui ingia kwenye kurabu, ule kurabu huya akatua kwenye ukuta wa nyumba yake, mabustani yake, akawahulia na hunena maneno sijui ni gani, na ikiwa ni mtu mwema sijui kadhaa. Siko hapo mimi, tuasione kwamba nimezitanganisha. Siko hadithi na nitawasomezi hadithi, ilikuwa naja hapo mbele katika masala ya je, amali humnufaisha, na je tuweza kuwasiliana naye, na yeye awasiliana na sisi, na yeye atusikiza. Kwa nitakuja kuzitoa hizi hadithi. Katika hizi hadithi zathibitisha kwamba mtu yuatambua kwamba yeye amekufa, watu humlilia, na kama wale waliokufa mashahidi waambia watu msilie sana bana, ndoni huku mambo mazuri na ndia ya kufuata ni ipi? Ni hini. Ni unipangia nirudi, mimi sitaki tena kurudi huko, kwa sababu ya zile raha alizonazo. Kwa hivyo mtu hujijua amekufa. Suala ya pili yauliza, mtoto mdogo hana dhambi, mbona katika kufa huwa akibabaika? Na mimi nauliza, kwani kubabaika katika kufa ni lazima kwa mwenye dhambi? Nimenena mimi masala ya kufa ni kama kuzaa. Si kitu rahisi. Siku moja Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam alikuwa ana mato ya kualika yale. Sio mato ya kualika tu yayua, sio ramadia. Na yale mato yakiwa ya nguvu hutoma wata mateso. Akaokeze nyumbani, mato yamembana kweli kweli, hupiga zitunu kwa utungu wa mitomo. Akaingia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia unani ya Ali? Akamwambia ni utungu mkubwa sana nisikiao kuhusu mato yangu namna yanavoniuma. Jamaa hizo simu zizinyeni, hututoa kwenye zipimo. Mato yangu huniuma, hunitoma. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Ali, fa kaifa bisakaratil maut? Vipi sakaratil maut? Rawi anena Imam Ali aliinuka akaketi, akamwambia halarudia tena ya Rasulullah. Akasahau ule utungu wa nini wa mato yake, amwambia halarudia tena, akamwambia fa kaifa bisakaratil maut. Kwa hivyo masala ya kuitoa ruhu katika mwili ni ngumu, awe Muislamu awe kitu ambacho kwamba ni kumwomba Mwenyezi Mungu atusahilishie. Ndio ninena wengine husahilishiwa, kama mwenye kuzaa akasahilishiwa, ukamwona ndio kunena kufumba na kufumbua amemtoa mwana, lakini haimaanishi hakusikia utungu kabisa. Haimaanishi hakusikia utungu kabisa, lakini Mwenyezi Mungu amemsahilishia papap, kijana akatoka salama salimia. Kwa hivyo kutoka ruhu. Hata baadhi ya riwayat yasemekana wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa yuwafa, alionekana jasho lembamba limesimama kwenye paa lake. Baadhi ya riwaya mpaka wakawa wamwambia ya Rasulullah nini, akamwambia mane Fatima, usibabaike, hakuna tena utungu baada ya huu.
Yani kwangu mimi hii ndio the end. So Mtume ana hakika enda wapi, amwambia hii ndio stage ngumu peke yake napita mimi, na baada ya hapa hakuna tena, hakuna shida. Kwa hivyo usibabaike mwanangu. Hapo ni kuonesha kwamba pia kulikuwa kuna dharubu aina fulani. Kwa hivyo si masala ya kijana kitoto wala mtu mzima wala mwenye dhambi wala sio kwa dhambi, lakini kuna ya wao makali zaidi, kuna na ya sahilishwao. Tatosheka na suala hizo mbili. Kesho tutaendelea na masuala mengine kuyajibu. Alhamdulillahi rabbil alamin.